Karibuni ndugu watazamaji, niliopo hapa mbele yenu ni daktari wenu wa siku zote Dr. Chikaramoto. Niko hapa mbele yenu kwa ajili ya kuwapa elimu mbalimbali na kuwaleteeni masomo mbalimbali ambayo yatakutoa sehemu moja kukupeleka sehemu nyingine katika mafanikio. Kama utakuwa ni msikilizaji mzuri wa vipindi vya Dr. Chikaramoto na mfuatiliaji mzuri wa vipindi vya Dr. Chikaramoto, utapata faida na utakuwa kuna kitu unatoka nacho katika maisha yako. Siku ya leo nipenda kuwaleteni elimu ambayo inazungumzia au ambayo inasema au ambayo inatufundisha jambo linalohusu kusikiliza sauti iliyokuwa ndani yako, kwamba sauti iliyokuwa ndani yako ndio utajiri, ndio njia ya mafanikio katika maisha yako, na ndiyo itakayokutoa sehemu moja kukupeleka sehemu nyingine. Kwanza inatakiwa uelewe sauti ni nini. Sauti iliyo ndani yako ni nini? Watu wengi wamekuwa wakipuuzia kile kitu ambacho wanachokifikiria au kile kitu kinachowaijia kila wakati. Sauti inaweza kuwa ni kile kitu unachokiwaza au kila kitu ambacho ukikaa kinakusumbua katika nafsi yako, kwamba je, ukifanya hiki kitu kinaweza kukutoa sehemu moja kukupeleka sehemu nyingine. Lakini watu wengi wamekuwa ni mahodari wa kutaka kusikiliza sauti zinazotoka kwa mtu mwingine badala ya kusikiliza sauti inayotoka ndani yake. Nataka niwaambie rafiki zangu, ndugu zangu, watazamaji wa Dr. Chikaramoto, ni vizuri sana na ni jambo la muhimu sana ukaiheshimu sauti yako na ukasikiliza sauti yako na ukaamini kile kitu ambacho unakifikiria wewe mwenyewe. Kwanza ndio kitu cha kwanza. Hatukatai kusikiliza watu wa nje, kumsikiliza mtu mwingine, lakini awe ni nafsi ya pili, kwa sababu kile kitu unachokisikiliza kutoka katika nafsi yako, sauti iliyopo katika inayotoka kwako, ile ni nafsi ambayo ni nafsi ya kwanza, ambayo ni nafsi yako wewe, ambayo ni muhimu sana kama wewe binadamu ukaisikiliza, kwa sababu ile nafsi ndio mafanikio yako, ndio utajiri wako na ndio ushindi wako. Lakini watu wengi sana wamekuwa wakijizalau wao wenyewe, wakijipuzia wao wenyewe. Huwa nawaambia siku zote kwamba watu kwamba maombi, toba unajifanyia wewe mwenyewe. Toba iliyokuwa njema ni toba kutoka katika kinywa chako mwenyewe kwenda kuongea na Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Lakini kwa sababu watu siku hizi tunawaamini binadamu wenzetu na tumewaweka binadamu wenzetu mbele kuliko wewe mwenyewe au kuliko nafsi yako wewe, unaamini kwamba mtu mwingine anaweza kukuombea, mtu mwingine anaweza kukusomea, lakini kabla hujaenda kwa mtu mwingine kwenda kukufanyia visomo, kabla hujaenda kwa mtu mwingine kwenda kuombewa, kitu cha kwanza ni wewe mwenyewe kufanya mawasiliano ya moja kwa moja na Mwenyezi Mungu, au nafsi yako wewe mwenyewe kufanya mawasiliano ya moja kwa moja kati ya nafsi yako na Mwenyezi Mungu. Hicho ni kitu kimoja ambacho ni kikubwa sana, ambacho kinawapoteza watu na kinawafanya watu wanakuwa kila siku wanaishi maisha ya kubahatisha. Wanakuwa kila siku wanapokamata panakuwa hapakamatiki, kwa sababu wamekuwa ni watu wenye kujipuza wao wenyewe, wenye kujizalau wao wenyewe, kwa sababu wanaamini hawawezi wakafika sehemu yoyote pasina mtu mwingine kuweza kuwafikisha katika mafanikio ambao wanadhani hayo mafanikio wanaweza kuyapata. Sasa ndugu zanguni, nataka niwaeleze hili jambo siku ya leo. Kama wewe kuna kitu ambacho unaamini unaweza ukakifanya, unaamini kinakuja katika sauti, katika mawazo, katika ndoto, hebu fanya tafakuri, hebu fanya ibada, hebu fanya toba, funga, uamini ule, ili upewe udhibitisho wa kile kitu ambacho
kinachokuja katika mawazo yako, kinachokuja katika nafsi yako, je, kile kitu kisahihi ukikifanya kitakufikisha kwenye nchi ya ahadi? Watu wengi mnajifunga vifungo, watu wengi mnajichafua, watu wengi mnajitia nuksi, kwa sababu mnaishi kwenye maisha ya watu wengine, mnafata ndoto za watu wengine, mnaamini wanachoamini watu wengine ndicho kitakachoweza kukufikisha sehemu sahihi, unapoona wewe ni sehemu hiyo ambayo utaweza kufika iliyokuwa sahihi. Lakini kitu cha kwanza, sehemu sahihi ya kufika wewe ambao ni sahihi, ni wewe kusikiliza nafsi yako inasemaje, inataka ufanye nini. Kwa sababu kuna hivi vitu viwili. Ninasema kwamba kwa nini unapokuwa unaletewa kitu, unapokuwa unaambiwa kitu na nafsi yako, unatakiwa ufanye toba na kufunga, kwa sababu kuna vitu ambavyo ni vitu kama viwili. Unaweza ukawa kile kitu unachokuletewa ni kitu sahihi au kile kitu si kitu sahihi, lakini kama kitu kinakuja kila wakati kukukumbusha, lazima ufanye toba. Utakapofanya toba, utapata jibu ya kile kitu kwamba je, hicho kitu ukifanye au hicho kitu usikifanye, kwa sababu Mwenyezi Mungu anaweza akamfikia mtu yoyote, binadamu yoyote, kiumbe chochote, yani mwanadamu yoyote aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu anaweza akawasiliana na Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Si kwamba kuna watu maalum au kuna watu special ambao wameandaliwa kwa ajili ya kuwasiliana na Mwenyezi Mungu. Wakisha wasiliana na Mwenyezi Mungu, alafu wewe ndio waje wakuletee ule ujumbe. Hapana. Wewe mwenyewe ni mtu special na ni mtu rasmi kwa kiwango kikubwa sana kuweza kufanya mawasiliano na Mwenyezi Mungu moja kwa moja pasina kupitia kwa mtu yoyote. Kwa hiyo unajikuta watu wengi, unaweza ukasafiri ukatoka ukaenda nchi za mbali, ukasema labda nikienda kule nitaenda kufanikiwa. Lakini huko nchi za mbali unazokwenda, kwa sababu unasikia kwamba ukishatoka labda kwenye nchi yako, sana sisi wa Afrika tunaamini kwamba tukitoka tukienda Ulaya, tukienda Amerika, tukienda nchi za mbali tunaweza kwenda kupata manufaa makubwa sana. Lakini kuna wengine wanatoka Afrika, wanafika kule wanakutana na changamoto kubwa sana, wanakutana na changamoto nyingi. Yaani anakuwa yuko kule ni ushahidi tu kwamba yuko kule, lakini zile changamoto alizokuwa anategemea kwamba amezikimbia huko na kule anakwenda kukutana nazo hizo changamoto. Hajui ni kwa sababu gani, hajui ni kwa nini. Ni kwa sababu wewe hujakaa ukatulia kwamba je, nafsi yangu inataka nifanye nini? Na ndio maana watu tunakuja kwenye lile swala la asili, kwamba watu wengi tunapuzia asili, kwa sababu asili yetu ndiyo inayotupa mwongozo wa kwamba tufanye nini, tuishi vipi ili tufikie kwenye mafanikio. Unaweza ukatoa laana iliyo kwenye familia yako, kwenye asili yako, na unaweza ukaiendeleza baraka iliyokuwa kwenye asili yako na kwenye familia yako, kwa sababu kuna vitu vinavyoishi katika familia na kuna vitu vinavyoishi katika ukoo. Sasa kuna vitu vile vinavyoishi, kuna vitu vibaya na kuna vitu vizuri. Sasa kuna watu wanaishi ili mradi, kwa sababu safisha kwanza. Kama una laana ambayo iko kwenye familia yako, ile laana itaendelea kuwa na kizazi na kizazi na kizazi, kwa sababu wewe hujakaa ukaisafisha ile laana. Kwa itakufuata popote ulipo. Ile laana utakwenda nako sehemu, haijalishi unaenda sehemu yoyote ambayo ni ya mafanikio, unaenda kukutana na matajiri, lakini utakuta kama mbona mimi na balaa? Mbona wenzangu wanafanikiwa mimi sifanikiwi? Mbona wenzangu wanapata kazi nzuri mimi sipati kazi nzuri? Mbona wenzangu wana mahusiano mazuri na watu lakini mimi sina mahusiano mazuri na watu? Mbona wenzangu wanapendwa lakini mimi nachukiwa? Mbona wenzangu wanapata wachumba wazuri, wanapata wake wazuri, wanapata watu wazuri, waume wazuri, lakini mimi napata ni watu wenye kunitesa katika nafsi yangu kila siku? Hujui ni kwa sababu gani? Ni laana ambayo inatakiwa
uweze ukaisafisha. Sasa ile nafsi ambayo wewe saa nyingine inakujia inakuelekeza, saa nyingine ile nafsi ukiifuata inaweza ikakupa mwongozo wa kukutoa katika hiyo laana, mwongozo wa kukutoa katika hiyo nuksi, mwongozo wa kukutoa katika hiyo vifungo, mwongozo wa kukutoa katika hizo changamoto unazopitia kila siku. Kwa hiyo uchawi si mpaka mtu akoroge. Uchawi si mpaka kuna mtu akufanyie jambo baya. Uchawi unaweza ukaanzia kwenye familia yako, kwamba mkawa mmepanda mzizi wa laana, mmepanda mzizi ambao unaharibu kizazi na kizazi, yaani mnarisishana. Yaani kama wewe babu yako alikuwa ni mkatili, kama babu yako alikuwa anafanya mambo mabaya, anatesa watu, usitegemee hizo baraka, usitegemee kwamba wewe utakuja kuwa na baraka au kizazi chenu kitakuja kuwa na baraka. Lazima yale matukio yatakuwa yanajirudia. Kama kwenye kizazi kwenu babu yenu alikuwa ni mwizi, alikuwa ni kidokozi, au ukoo wenu kuna mtu ambaye alikuwa ni kidokozi, hiyo laana itakuwa inakwenda. Sasa ile sauti ambayo nimekuambia inatakiwa uisikilize katika inayotoka ndani yako, ni sauti ambayo inakuja kukupa jibu, kukupa njia, suluhu ya matatizo yako. Kwa hiyo usisishi katika laana, na laana haiishi tu kwa kuombewa. Laana wakati mwingine haiishi sijui kwa kusomewa visomo. Laana ina njia zake na taratibu zake za kuweza kuishi, na laana inapita katika asili. Kama kuna asili fulani ambayo wewe mlikuwa mnakiuka katika kizazi, katika taratibu za kizazi chenu, hiyo bila kufuata taratibu za kuiondoa hiyo, hata utasomewa visomo vya kuchinja ng'ombe, vya kuchinja ngamia, vya kufanya nini, hiyo laana inaweza ikawepo tu, na ukaona kwamba mbona mimi nazunguka kwa waganga, mbona mimi naenda kwa mashehe, mbona mimi naenda kwa wachungaji, lakini bado mambo yanakwenda kuwa tofauti na ninavyotarajia yawe. Kwa hiyo ndugu zanguni, jitahidini kusikiliza sauti zilizopo ndani yetu. Sauti zilizopo katika ndani yetu zinatupa majibu ya kwamba je, tutoke sehemu ile ambayo tunayoishi ili tuweze tukafanikiwa na ili tutoke katika changamoto. Wakati mwingine sauti zinatuambia kwamba huyo mtu unayeishi naye sio mtu mzuri, huyo mtu unayefanya naye biashara sio mtu mzuri, lakini kwa sababu sisi tunapuuzia, na ndio maana unakuta mtu anapatwa na matatizo, anakuja kukumbuka, nilikuwa kila nikitaka kufanya huyu mtu, ndio maana nikitaka naye biashara fulani na sita, ndio maana nilikuwa nikitaka kufanya kitu hiki na sita, kwa sababu ulikuwa hauheshimu zile sauti ambazo zilizopo ndani yako. Unataka kuamini maneno ambayo unaambiwa na mtu mwingine, lakini kuamini sauti yako. Sauti yako ndio ukombozi wako, kwa sababu katika laana kuna watu ambao wanaweza kuona, kuna asili inaweza kuona unateseka ikawa imegeuka, kuna upande wa mama na upande wa baba. Saa nyingine hiyo laana yako inatoka upande wa mama, lakini upande wa baba haipendi wewe unavyoteseka hivyo, basi ikataka kukuokoa, kukutoa katika changamoto hizo unazopitia, kukuweka sehemu iliyokuwa salama. Kwa ikawa inakuijia katika njia ya sauti. Lao saa nyingine upande wa baba ndio una changamoto, lakini inayotaka kukusaidia ni upande wa mama. Ile asili ya upande wa mama inataka kukusaidia kutokana na changamoto na mateso unayopitia kila wakati, lakini kwa sababu wewe umekuwa ni mtu mwenye kupuzia ile sauti inayotoka ndani yako, unakuta kwamba changamoto zinakuwa haziishi, matatizo yanakuwa hayaishi. Unakuta watoto wako hawaelewi, darasani au wanakuwa hawaelewi. Unatumia gharama kubwa kuwasomesha watoto wako, unatumiwa kila unalotaka kulifanya ili watoto wako waweze wakafanikiwa katika maisha. Unaona, mbona mimi natumia juhudi kubwa sana ili watoto wangu waweze wakasimama, watoto wangu waweze kuwa ni watu ambao wana heshima mbele ya jamii, lakini ukakuta watoto wako wengine wanakuwa ni wavuta bangi, watoto wako wengine wanakuwa ni wahuni, watoto wako wengine wanakuwa ni watoto ambao hawakusikii. Kwa hiyo unabaki wewe ni mtu mwenye kujuta, lakini hujui kwamba hicho chanzo cha hayo matatizo kimetokea wapi. Hicho chanzo cha hayo mambo kimetokea wapi? Kwa hiyo watu wengi wanashindwa kutafakari, kusikia ile sauti iliyopo ndani mwao, kwa sababu mtu wa kwanza wa kutatua changamoto yako ni wewe na Mungu wako kupitia malaika wake.
si mwanadamu mtu mwingine, sio mwanadamu yoyote. Kwa hata unapokuja kwangu kwa mimi Dr. Chikaramoto, kuna vitu lazima nivione kwanza, lazima nishirikishe asili yako, lazima nishirikishe hisia zako, lazima nishirikishe sauti iliyopo ndani mwako, nijue hiyo sauti iliyopo ndani mwako inataka ufanye nini, ni ya kukupoteza au ni ya kukuimarisha, ni sauti ni ya kukuweka ukawa thabiti au ni sauti ya kukuangusha. Kwa hiyo kumbuka sana, hakuna wengine unakuta kwamba saa nyingine unataka kufanya biashara, unaenda kulala, unakuta kwamba unakuja kukatazwa kabisa kwamba bwana, usifanye hiyo biashara, utatapeliwa, usifanye hiyo biashara, utapoteza pesa zako. Lakini kwa sababu wewe unaamini kile unachoambiwa kuliko kile unachokisikiliza kwako katika nafsi yako, unakuta ukifanya ile biashara unakuta hasara, unapata hasara, unabaki kusema nilikuwa na sita, nilikuwa napata hofu, tayari unakuwa umeshaingia kwenye changamoto, kwa sababu hujaheshimu kile kitu kinachotoka ndani yako, hujaheshimu zile hisia zako. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anamletea mtu taarifa kwa kupitia malaika wake. Binadamu yoyote anakutoa kwenye hatari kupitia malaika wake. Sasa kama wewe utashindwa kuheshimu kile kilichopo ndani yako, unaheshimu kile kilichopo ndani ya mtu mwingine, utaanguka. Sisi wa binadamu tuna tabia ya kujiimarisha wenyewe kabla ya kumuimarisha mtu mwingine. Hicho ni kitu ambacho kiko asili. Na ndio maana kila mtu ambaye anataka kukusaidia lazima na yeye uweze ukatoa chochote ili aweze kukusaidia, kwa sababu anaamini kile kitu aweze akakupa bure. Hilo haipingiki na si dhambi, na si kwa sababu na yeye ndio kipawa chake alichopewa. Na wewe na yeye ndio kipawa chake ambacho amepewa ili aweze akamsaidia mtu. Kwa hiyo ili na yeye aweze akaishi, akaweza kupata riziki, inabidi apate kutokana na ile karama yake iliyopo ndani yake, au ile elimu yake ambayo ipo ndani yake, ndio iweze ikampatia ile riziki. Kwa hiyo ndugu zangu, muwe makini watazamaji wa vipindi vya Dr. Chikaramoto. Napenda muwe makini na juu ya hiki kitu. Utakapokuwa unapata sauti au unasikia sauti ipo ndani yako, isikilize, itakupa majibu. Itakutoa kwenye umaskini, itakutoa kwenye changamoto, itakutoa kwenye matatizo mbalimbali, itakutoa kwenye hizo ziki ulizokuwa nazo. Utasimama ukawa ni mtu imara, na ukawa ni mtu ambaye utaona kumbe mimi afadhali nimejikomboa, nimetoka kwenye hii changamoto, kwa sababu umeisikiliza, kwa sababu umekwepa changamoto, kwa sababu umekwepa matatizo, kwa sababu umekwepa mambo mabaya ambayo yangekukuta, kwa sababu umeisikiliza sauti yako. Kwa hiyo tafakari na kusikiliza sauti yako, uweze ukaisikiliza, kwa sababu kuna vitu vingine unaweza ukavikwepa kwa kukuta ni vyenye manufaa. Kwa hiyo unatakiwa uweze ukatafakari. Na kutafakari ni vipi? Ni kumhusisha Mwenyezi Mungu kwenye lile jambo lako ambalo unakuwa na wasiwasi nalo, kwenye lile jambo lako unalotaka kulitatua. Na wale watu ambao wamepewa karama na Mwenyezi Mungu, ukiwaomba ushauri, wanaweza kukusaidia kwamba bwana, kwa hiki unacho kinanina, hii wasiwasi uliokuwa nao, fanya hivi, basi utakuta kwamba umetoka kwenye changamoto hizo ambazo siku zote zimekuwa zikikukumba, na ukawa ni mtu ambaye mpya, ni mtu ambaye umeepukana na mambo mabaya, ukaingia kwenye mambo ambayo ni mazuri. Kwa hiyo ndugu zanguni, watazamaji wa Dr. Chikaramoto, siku ya leo ningependa kuishia hapo. Nafikiri mtakuwa mmeelewa elimu ya leo ambayo nilikuwa nimependa kuwaletea, ambayo nimeuiwa kuwaletea, ambayo inahusiana na sikiliza sauti iliyopo ndani yako, inayotoka ndani yako. Dr. Chikaramoto ni bingwa wa tiba za asilia. Dr. Chikaramoto ni mwalimu ambaye anafundisha mambo mengi, mambo ya elimu nyingi sana anazokufundisha, kukufundisha wewe kujitambua, kuona kwamba hiki kitu ambacho nakifanya kisa hisi. Ni mwalimu wa mambo mengi, wa mambo mengi sana ya kukufanya wewe ukaimarika. Vile vile nashughulika na tiba za aina mbalimbali, nashughulika na maradhi, natoa changamoto nafungua vifungo vya kichawi, vifungo vya kimajini, vifungo vyote naweza kuvitoa. Na kama mtu ana changamoto za riziki, usisite kumpigia Dr. Chikaramoto kwa namba 0784
9940 utaweza ukanipata ndani ya masaa 24. Hizi huduma zinawakuta watu sehemu yoyote, nchi yoyote, unaweza ukapata hizi huduma za Dr. Chikaramoto. Usiseme kwa sababu mimi sijui niko Ulaya, sijui mbali, sijui niko Amerika, sijui niko Asia. Kokote Dr. Chikaramoto atakuelekeza ni jinsi gani ya kushatua changamoto zako, ni jinsi gani ya kujitoa kwenye changamoto zako, na uweza ukasimama na ukawa mtu mpya, na ukawa ni mtu mwenye mafanikio. Kama una watoto wako hawaelewi darasani, kama una watoto wako wanapitia changamoto, hawakusikilizi, ni watu ambao kunapambana kuwatafutia mambo mazuri, lakini unakuta wao ni watu wenye kupita njia ambayo wewe hutaki. Yote tutapeana mbinu ili mtoto aweze kusikiliza. Ni mambo ya asili, ni mambo ambayo ukitaka kusimama, mambo ya kiasili, ukisikiza ndani ya kwamba labda kuna vitu ambavyo, kuna laana iko kwenye kizazi, kuna laana iko kwenye familia. Tukishajua laana imesimama wapi, tutazitatua hizo changamoto na mambo yatakuwa ni mazuri na kila kitu kitakwenda vizuri. Asanteni sana, karibuni sana. Tukutane siku nyingine kwa vipindi mbalimbali hapa katika YouTube yetu, chaneli yetu. Tuendelee kupata masomo mbalimbali. Asanteni sana.